Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halijani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, karibu katika kapu la habari niweze kuwasilishia yale ambayo yameshughulisha chumba cha habari kwa siku ya leo, kwa upande wa habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Rajab Shaban Batuga. Awali ya yote mtazamaji, tuangazie mukhtasari wake. Serikali yaendelea na mikakati kuboresha uwanja wa ndege wa Mwanza. Waislamu mjini Babati mkoani Manyara waomba wadau kuongezea nguvu kukamilisha ujenzi wa msikiti wa mkoa. Ile habari za kimataifa, watu zaidi ya 60 wakiwemo watoto wameuawa nchini Sudan katika wiki mbili za mapigano makali. Naam mtazamaji, awali ya yote ni kukumbushe mbali na kuifuatilia taarifa hii ya habari kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV, lakini pia unaweza kuyapata matangazo haya kupitia akaunti ya YouTube ya Mahasin TV official channel na Azam Max app. Tuanze habari za kitaifa kutoka makao makuu ya nchi mjini Dodoma. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Nchemba amesema serikali inaendelea kuchukua hatua kuhakikisha uwanja wa ndege wa Mwanza unaboreshwa na kujengwa katika hadhi ya kimataifa ili kuendana na hadhi ya jiji la Mwanza kama kitovu muhimu cha shughuli za kiuchumi katika mikoa ya kanda ya Ziwa. Zuberi Mgaya ana masimulizi kamili ya taarifa hii kutoka jijini Dodoma. Ameyasema hayo bungeni jijini Dodoma wakati akitoa kauli ya serikali kuhusu hoja ya maendeleo ya uwanja wa ndege wa Mwanza iliyowasilishwa na mbunge wa Magu Boniventura Kiswaga katika mjadala wa bajeti ya Wizara ya Uchukuzi kwenye kikao cha 28 mkutano wa 3 wa bunge la 13 Mei 13 ya mwaka 2026. Kama serikali tunatambua umuhimu wa uwanja wa ndege wa Mwanza. Na Mheshimiwa Spika, zipo jitihada ambazo zimekuwa zikifanyika kuweza kuhakikisha kwamba uwanja wa ndege unaojengwa Mwanza uendane na hadhi kwamba Mwanza ni habu ya uchumi wa kanda ya Ziwa. Baadhi ya hatua ambazo zimekuwa zikichukuliwa ni pamoja na kuangalia namna ya kuongeza runway ili iweze kukidhi ndege zote kubwa ziweze kutua pale. Aidha, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu ametolea ufafanuzi juu ya ujenzi wa jengo kubwa la kisasa kwa ajili ya abiria ambalo litadumu kwa kipindi kirefu. Katika hoja iliyoletwa ambayo inahusiana na upande wa jengo, Mheshimiwa Spika, mimi nimepata fursa ya kufanya ziara Mwanza na nikakaa na wabunge wa Mwanza, nikakaa pia na viongozi wa serikali wa Mwanza. Ni kweli hiki ambacho Mheshimiwa Waziri amekisema, jengo lililokuwa linatazamiwa kujengwa awali halikuwa linaendana na hadhi inayotakiwa kujengwa, ikihusisha hata kuongeza urefu na upana wa uwanja wa Mwanza. Kipi ambacho kimekuja kukubalika ndani ya serikali? Imekuja kukubalika kwamba lijengwe jengo ambalo hatutataka kulibomoa tena baada ya muda mfupi. Katika hatua nyingine, Dr. Mwigulu amesema mchakato wa bajeti tayari umeshakamilika na hivyo kutia msisitizo wa serikali kuboresha uwanja huo kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kiuchumi katika ukanda wa Ziwa Victoria. Kwa kuwa sasa bajeti imeandaliwa, nimeongea na Mheshimiwa Waziri, amenihakikishia kwamba hata lile linalotokea kwa uwanja wa Serengeti sio mbadala wa uwanja wa Mwanza. Kule utajengwa kwa PPP ukihusisha sekta binafsi, lakini commitment ya serikali ya kujenga uwanja wa ndege wa kimataifa wenye hadhi ya viwanja vya ndege vya kimataifa na kufanya Mwanza kuwa habu
ya shughuli za kiuchumi hasa zinazohusisha viwanja vya ndege, ile iko pale pale. Asante sana Zuberi Mgaya kwa undani wa taarifa hiyo. Tunaelekea mkoani Manyara ambako waumini wa dini ya Kiislamu katika wilaya ya Babati mkoani Manyara wamewaomba wahisani, wafadhili na wadau mbalimbali kuwashika mkono katika kukamilisha ujenzi wa msikiti wa mkoa unaotaraji kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 1 ukiwa na uwezo wa kuchukua zaidi ya watu 4,000 kwa wakati mmoja. Kutoka mkoani Manyara, Mbwana Juma ana masimulizi kamili ya taarifa hii. Wakizungumza wakati wa shughuli za ujenzi huo, viongozi wa dini ya Kiislamu mkoani Manyara wamewataka wananchi na waumini wa dini mbalimbali kushikamana na kushirikiana katika shughuli za maendeleo pamoja na ibada ili kuimarisha umoja na kukuza uchumi wa jamii. Hatuna kiwango cha fedha za kutosheleza kwa ajili ya mradi huu. Kwa hiyo asilimia kubwa tunafanya kazi hii kujitolea, kwani tumejaribu kuomba wadau mbalimbali akiwemo mkuu wa mkoa wa Manyara na wengineo na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Tumejaribu kuwaomba kwa ajili ya mradi huu. Kama inawezekana, serikali yetu tunaomba itusaidie, haswa mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, hata rais waweze kutusaidia kwa namna yote ya kuweza kutusupport, sababu ujenzi huu sio mdogo, ni ujenzi mkubwa, ni ujenzi wa ghorofa 3. Kwa hiyo hapa tulipofikia mpaka sasa tumeshaona ni kitu ambacho kinataka msaada. Kwa upande wao, wahandisi na wasimamizi wa mradi huo wameeleza changamoto zinazowakabili katika ujenzi huo, ikiwemo upungufu wa fedha pamoja na vifaa vya ujenzi, hali inayoathiri kasi ya utekelezaji wa mradi huo, huku wakiomba serikali na wadau mbalimbali kujitokeza kuunga mkono ili kukamilisha ujenzi huo kwa wakati. Unapojenga msikiti, basi Mwenyezi Mungu atakujengea nyumba peponi. Kwa hiyo waje ili Mungu aweze kuwajengea nyumba peponi. Mradi huu utagharimu miaka 2, lakini ikiwepo nguvu za Waislamu zikawa ni kubwa za kuchangia na nini, mradi huu utakamilika chini ya hapo. Ukikamilika inshallah utachukua watu takriban 4,650. Gharama yake ni shilingi bilioni 1.07. Ni mradi wa msikiti wa ghorofa 3, na ndani ya hizo ghorofa 3 kutakuwa kuna maeneo ya kuswalia, kuna maeneo ya kuoshea maiti, kuna maeneo ya kutawadhia, kuna ofisi mbalimbali za viongozi kuanzia ngazi ya imamu wa msikiti, katibu wa msikiti mpaka shehe wa mkoa. Changamoto ni upatikanaji wa fedha. Hilo ndio changamoto kubwa kabisa yani. Hivi unavyotuona hapa ni nguvu za Waislamu, watu wadogo kawaida kabisa. Ndani ya msikiti hapa wanachangishwa kila kipindi, adhuhuri, alasiri, magharibi na isha. Hivi ndio vipindi tunachangishana hapa. Tunachokipata tunakituza kwenye akaunti, mwisho wa siku tunakwenda kuleta material, tunafanyia kazi. Kwa hiyo changamoto kubwa ni fedha. Mheshimiwa Rais ndio kiongozi wetu, kama ananiona. Uhalisia kwa sasa hivi ndio huu tunaoenda nao, kwamba tunaomba msaada au aone namna gani anaweza kutusaidia yeye binafsi au na serikali yake, kwa sababu hiki tunachokijenga ni kama chuo ambacho tunajenga imani za watu. Tunamuomba sana kwamba aweze kutusaidia, lakini yupo waziri mkuu, wapo mawaziri kwa nafasi zao. Tunawaomba sana kila mmoja kwa kiasi atakachokuwa amejaaliwa aweze basi kutusaidia, hasa shida yetu kubwa sana. Tunaweza tukajimudu kokoto, tunaweza tukajimudu nini mchanga, lakini vitu viwili vikubwa hivi kama tutapata kwa kiasi kikubwa, alhamdulillah tutashukuru sana. Hasa simenti na nondo ndio kazi kubwa sana ambayo iko hapa. Nikiripoti toka wilayani Babati mkoani Manyara, jina langu naitwa Mbwana Juma. Asante sana Mbwana Juma kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Manyara. Tunaelekea kanda ya magharibi na sasa ni mkoani Katavi. Waziri wa madini Anthony Mavunde amesitisha shughuli za uchimbaji katika baadhi ya maeneo mkoani Katavi, sambamba na kuweka msimamo mpya kuhusu matumizi ya mfumo wa msaada wa kiufundi unaodaiwa kutumiwa visivyo na baadhi ya wageni katika leseni za wazawa. Taarifa kamili kutoka mkoani Katavi inasimuliwa hapa studio. Waziri Mavunde amesitisha mara moja shughuli za uchimbaji katika mito ya Mtisi na Ibindi, akisema uamuzi huo umetokana na ukiukwaji wa taratibu za mazingira, ikiwemo uchepushaji wa maji ya mito pamoja na kushindwa kuwasilisha taarifa muhimu kwa mamlaka husika. Tumeona maji ya mto yamechepushwa na niliwaomba wanipatie ridhaa ya kuwasilishia kwangu mpango wa usimamizi wa mazingira ambao haupo, lakini pia kibali cha NEMKI msimamizi amesema hana, labda kipo sehemu nyingine lakini hapa hana. Kwa hayo yote yamepelekea kuamini kwamba shughuli ambazo zinafanyika hapa hazifuati utaratibu, na hivyo nimesimamisha rasmi shughuli ya uchimbaji katika mto Mtisi.
Katika hatua nyingine, Mavunde ametoa ufafanuzi mfumo wa msaada wa kiufundi katika sekta ya madini, akibainisha kuwa baadhi ya tafsiri potofu zimekuwa zikitumika kuwapa wageni nafasi ya kufanya uchimbaji moja kwa moja ndani ya leseni ndogo za wazawa, kitu alichokikataa. Kanuni ya msaada wa kiufundi imetafsiri neno msaada wa kiufundi kuwa ni uchimbaji au uchakataji wa kutumia mitambo ambayo katika hali ya kawaida mchimbaji mdogo asingeweza kupata kwa urahisi. Haturuhusu mgeni kuingia kwenye leseni ndogo ya uchimbaji madini alafu akafanya kazi kama ambavyo Mtanzania anafanya. Wengine wanashika mpaka moko. Hii haiwezi kuwa technical support. Aidha, amewataka wachimbaji wazawa kuacha kuingia mikataba kwa mazoea au njia za mkato, badala yake washirikishe wataalamu na wanasheria ili kulinda maslahi yao ya kimkataba. Watanzania mnaoingia katika msaada wa kiufundi, acheni kupita shortcut. Tafuteni wataalamu wawasaidie. Kanuni tumeitoa sisi serikali, ipo pale inaeleza wajibu wa mwekezaji na wajibu wa mwenye leseni. Ninyi mnaona gharama kubwa sana kumtafuta wakili au mwanasheria wote awasaidie katika kuandika huo mkataba. Lakini matokeo yake ndo haya. Naongea na Bakari hapa, mwenye leseni. Hajui haki zake za kwenye mkataba. Wala hata hajui mwekezaji anatakiwa afanye nini. Mimi ndo namfumbua macho hapa. Shukrani sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Katavi. Tunatoka kanda magharibi, tunarejea kanda ziwa, tuna sasa ni mkoani Mara, tukiendelea kubaki kuitazama sekta ya madini. Serikali mkoani Mara imeviagiza vyombo vya ulinzi na usalama mkoani humo kuchukua hatua kali za kisheria kwa kundi la vijana wanaojiita manyani wanaodaiwa kuvamia wachimbaji wadogo na kuwapora madini. Taarifa kamili kutoka mkoani Mara inasimuliwa na Nuhu Stima kutoka hapa studio. Agizo hilo limetolewa na mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi mara baada ya kufanya ziara ya kukagua na kuzungumza na wachimbaji wadogo waliopo katika migodi mbalimbali wilayani Musoma. Awali wachimbaji hao wamelalamika juu ya uvamizi wa vijana hao wakati wakiendelea na shughuli zao, hali iliyowanyima fursa ya kujiingizia kipato kwa utulivu. Sisi tunakuja hapa mlimani kwa ajili ya kufanya vibarua ili kusudi twende tukizi mahitaji ya kifamilia majumbani. Tunapofika hapa mlimani tunanyanyaswa sana na hasa vijana wanaosomba makicha. Tunataka tutambue kwamba kwa vile leo umekuja mheshimiwa, tutambue kwamba sisi wakina mama hatuna haki ya kufanya vibarua mlimani. Anapokuwa wewe unapandishwa watendakazi au mzigo, na pale pale yule nyani anapanda. Anapopanda ukaita usaidizi wa walinzi, wanakuja wanakamata mzigo, wanaondoka nao, na nyani wanaweza wakamwachia kwa kumwogopa au wakaondoka naye. Wakirudi wananifungia tena mimi niliowaita. Kaimu afisa madini mkazi wa mkoa wa Mara Mhandisi Ahmad Athumani ametilia mkazo juu ya vijana hao wahalifu, akitaka hatua kali za kisheria zichukuliwe juu yao, huku meneja wa mgodi wa FM akieleza uhatari wa kundi hilo. Ishu iliyoelezwa usalama kwa mujibu wa kanuni za usalama za mwaka 2010 ni very serious, kwamba kuna watendakazi walikuwa hapo chini, lakini kuna mhusika mmoja alifunga kwa juu, alafu wakaondoka, wakati wanatoka nje hakuna aliyefungua. Hii ni very serious allegations, na kama huyo mtu yuko, mimi nafikiri kwa mamlaka yako vyombo vinavyohusika vianze naye. Hebu tuimarishe kama alivyodai kwamba wale manyani sio bouncer tu mheshimiwa, wana vitu ambavyo ni vyao mwilini, kwa mfano kisu, panga, konchi. Walinzi tuna artificial vitu, yaani vifaa vya kiasili, kwa mfano tuna rungu pamoja na mishale. Akitoa agizo kwa vyombo vya ulinzi na usalama, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amesema ni muhimu elimu ya usalama itolewe kwa vijana hao, akitoa onyo kali kwa vijana wanaojihusisha na vitendo hivyo vya kihalifu. Kamanda wa polisi wilaya OCD nilikuona na mwakilishi wa RPC huko, mtafute nafasi mje hapa mtoe elimu ya usalama kwa hawa vijana na viongozi wao. Toeni elimu ya usalama, wapeni connections, wapeni namba. Wanapotokea hao watu wanajifanya ni wababe,
wachukuliwe hatua za kisheria. Taratibu za usalama zote zizingatiwe. Mambo ya kiunia hayo ya kufungiana kwenye mashimo yakome, lakini na nyie mnaojiita manyani na nyie mkome. Naam, taarifa hiyo kutoka mkoani Mara kama ambavyo imesimuliwa kutoka hapa studio na Nuhu Stima ndio inatupa fursa ya kuvuka maji hadi visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu, tukianzia kutoka kisiwani Pemba. Wananchi wa vijiji vya Uwandani na vitongoji katika wilaya ya Chake Chake mkoa wa Kusini Pemba wamelalamikia uwepo wa vitendo vya wizi wa mazao na mifugo vinavyodaiwa kufanywa na baadhi ya vijana, hatua ambayo inarudisha nyuma juhudi za wananchi katika kujiletea maendeleo. Taarifa yake Jumaa Seif kutoka kisiwani Pemba inasimuliwa hapa studio. Ni katika mkutano wa wananchi na mkuu wa mkoa wa Kaskazini Unguja Rashid Hadidi Rashid aliyefika kusikiliza na kupatia ufumbuzi changamoto na kero mbalimbali zinazowasibu wananchi wake. Saa hizi imefikiria hadi mheshimiwa, kwa kweli katika hii sheria yetu kwamba migomba unapopanda au unapokuwa na mihogo wanakwenda watu wakiiba, alafu baadaye wanawapa ng'ombe. Kwa kweli hii katika kijiji chetu ni kero kubwa. Mimi nimeshuhudia mabanda mawili matatu, naambiwa yote mbuzi wote. Sasa kama mbuzi wote wanaiba, alafu mtu anaiba siku hiyo hiyo maeneo matatu, maana yake kuna mahala tukibana tutawajua nani wanaohusika. Kwa hiyo tujaribu kuwawezesha hawa polisi jamii wawe na uwezo kweli wa kuweza kutambua haya na kuweza kutusaidia. Mbali na hayo, lakini ubovu wa barabara na utoro uliokithiri wa wanafunzi pia vimetajwa kuwa kero kwa wananchi wa shehia hizo, hasa kipindi hichi cha mvua, kwa sababu watu wa Uwandani ama jimbo la Ole tunayoiangalia ni kware yetu ya Uwandani kwa ajili ya kutupatia mahitaji yetu ya nyumbani, lakini kwa sasa gari hazingii, imekuwa shida kubwa sana, hatupati kufanya biashara. Kwa hiyo kina mama tuhangaika majumbani. Uwandani kuna utoro uliokithiri, hasa kwa madarasa yale ya mitihani. Kama utafuatilia kumbukumbu za mitihani ya kila mwaka, Uwandani utakutia wanafunzi ambao wanafanya mitihani darasa la 4 au darasa la 7 ni wengi ambao hawahudhurii kwenye ufanyaji wa mitihani. Wakitolea ufafanuzi na kueleza mikakati ya kukabiliana na changamoto hizo, mkuu wa wilaya Chake Chake Bi Zuhura Mgeni Othman pamoja na mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba Rashid Hadidi Rashid wamewataka wazazi na walezi kuwa mstari wa mbele katika kusimamia malezi ya familia. Tukae kitako majumbani, turudishe ule mila na desturi ya Kizanzibari. Mtoto wako ni usaidie mwenzako, lakini saa hivi kila mmoja anataka kujifanya yeye kulea mtoto wake peke yake. Turudini nyuma wazazi wetu walivyokuwa, tusizitupe mila na desturi zetu tulizotokea. Toro lazima tupambane nalo. Wazazi hamtaki kutushirikiana na sisi katika hili. Walimu wakipiga kelele kule nyinyi mnawashambulia, lakini alisema mkuu wa wilaya tutachukua hatua kubwa kwa wazazi ambao watasababisha utoro wa wanafunzi. Hatutakuvumilia mzazi, tutakuta kule, tutakuhangaisha tunasie. Tutakuta kila siku, tutakuta mjini kule, ili tuhakikishe mtoto wako enda shule. Naam, shukrani sana Hilal Seif Riami kwa masimulizi ya taarifa yake Jumaa Seif kutoka kisiwani Pemba. Tukiendelea kuzitazama habari za kitaifa, tunaelekea kisiwani Unguja. Watendaji wa SMZ wamejengewa uwezo kuhusiana na sheria za manunuzi pamoja na usimamizi wa mikataba ya serikali ili kuongeza uelewa kwa watendaji hao katika utekelezaji wa majukumu yao. Akizungumzia mafunzo hayo ya wiki mbili yanayofanyika katika kituo cha mafunzo ya sheria na utafiti kilichopo wilaya ya Kati mkoa wa Kusini Unguja, mkuu wa mafunzo Suleiman Yusuf Ali amesema hatua hiyo ni moja ya wajibu wa kituo katika kutoa mafunzo ya muda mfupi kwa watendaji mbalimbali wa umma. Na katika mafunzo ya muda mfupi, kituo hichi kinatoa mafunzo mengi ya muda mfupi, ukiachilia mbali haya procurement laws pamoja na hii contract management, lakini vile vile kituo hichi kinatoa mafunzo ya uandishi wa sheria, yani legislative drafting, lakini vile vile kinatoa mafunzo mbalimbali kwa watendaji wa haki jinai, kwa wachunguzi wa makosa ya jinai, wenzetu wale za DCA, wenzetu Zaeka, wenzetu jeshi la polisi, lakini vile vile tunatoa mafunzo kwa waendesha mashtaka. Na mafunzo kwa waendesha mashtaka
yako yale ya kuwajengea uwezo, lakini vile vile tunatoa mafunzo kwa wale waandishi wa mashtaka wapya ambao wataajiriwa na afisa mkurugenzi wa mashtaka Zanzibar. Akifungua mafunzo hayo, mkurugenzi wa mashtaka Zanzibar mgeni Jailan Jecha amewataka watendaji kujifunza kwa weledi ili kuisaidia serikali na kuiepusha na hasara zinazojitokeza kwenye manunuzi na usimamizi wa mikataba. Kwenye programu ndio mnaletwa mikataba, mnakaa, mnafanya nini, evaluations na madubana gani. Mkataba ukija una mambo mawili. Legal officers, maana mawizara mengi yana legal officers, kwa maana kwamba si wale state attorneys wenye uwezo mzuri. Nyinyi mkipata mafunzo haya, tujitahidini sana kwenye procurement. Nasema huku ndiko kwenye shida kubwa. Jamani, mimi naona tabu sana kuona mtumishi wa umma analetewa nikamshtaki kwa sababu tu kakosea procedure za kimanunuzi. Wanasema huyu tena ndio asimamishwe kazi. Na maskini pia hajui. Mafunzo hayo ya wiki mbili yanalenga kuongezea uelewa watumishi hao kuhusiana na masuala ya sheria za manunuzi na usimamizi wa mikataba, na yakiwa yameandaliwa na Kituo cha Sheria na Utafiti kwa watendaji wa serikali na taasisi za umma. Naam, mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo na tunatoka visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu kwa mara nyingine tena, tukirejea Tanzania bara moja kwa moja kutoka jijini Tanga. Wananchi wa katika jiji la Tanga wametakiwa kushiriki kikamilifu katika zoezi la upandaji miti na utunzaji wa mazingira ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi pamoja na kufikia lengo la serikali ya kuwa na Tanzania ya kijani. Rai hiyo imetolewa na mstahiki meya wa jiji la Tanga Selebosi Mustafa wakati akizungumza katika hafla ya maadhimisho ya miaka 40 ya Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC iliyofanyika jijini humo, akiwataka wadau wa sekta binafsi kushirikiana na serikali katika safari ya kuipendezesha Tanzania ya kijani. Kwa nafasi hii kuwapongeza sana wenzetu wa NEMC, nikiamini lengo na madhumuni ni kuendeleza ile halisia ya kijani katika nchi yetu, kulinda mazingira lakini uhai wa wananchi, na tunaamini katika wale wasomi kwamba mti au mmea mchana unapumua hewa gani na usiku unapumua hewa gani. Lakini ukubwa wa eneo hili ni zaidi ya eka 164. Mpaka sasa halmashauri imeendeleza ekari 64 tu. Ekari 100 tunamwachia nani? Kwa hiyo iko haja kushirikiana na wadau wa wakina Nelkant, lakini NEMC na nyinyi wenyewe kuona umuhimu wa kuisaidia halmashauri katika suala zima la kuendeleza upandaji miti katika maeneo yaliyobakia. Aidha, Selebosi ameitaka NEMC kutoa kipaumbele katika miti ya matunda ili kuendelea kuwanufaisha wananchi katika nyanja mbalimbali ikiwemo kutengeneza nafasi za ajira kwa vijana. Tunapofika mwaka 2030 tuhakikishe ekari zote 100 tumezipanda. Na hili nalizungumza katika miti yote ya aina mbili, miti ya matunda na miti ya kawaida. Kwenye matunda na yenyewe itakuwa ni kianzia cha halmashauri. Tukampata mwekezaji akaweka kiwanda cha matunda hapa Mleni, ikasaidia ajira kwa vijana wetu. Kwa hiyo ipo haja ya kuona umuhimu wa kujifungua zaidi. Kwa upande wake, mwakilishi wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC Bi Ndimbuni Mboneke amesema ni wajibu wa kila mwananchi kuhakikisha anashiriki kikamilifu katika zoezi la utunzaji wa mazingira. Ni jukumu letu sote kwa mujibu wa katiba ya nchi ambayo inatamka kabisa kwamba kila mtu aishie Tanzania na haki ya kuishi. Na si hapa tunasema mazingira yetu, uhai wetu. Kwa unapotunza mazingira, maana yake ndio unawezesha uhai au unamwezesha mtu aweze kuishi sisi na vizazi vyetu vinavyokuja. Maadhimisho hayo ya miaka 40 ya NEMC yameambatana na shughuli mbalimbali zikiwemo upandaji wa miti, utoaji wa elimu ya mazingira pamoja na maonyesho ya shughuli za uhifadhi wa mazingira kutoka kwa wadau mbalimbali. Naam, kwa taarifa hiyo kutoka jijini Tanga kama ambavyo imesimuliwa kutoka hapa studio na Zuberi Mgaya, ndio tamati ya habari za kitaifa. Napoza kwa sekunde chache punde nitarejea tena hapa na kuweza kumwalika Nuru Stima ambaye atakuja na yale aliyotuandalia kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kubaki nami. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Asante sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nami ndani ya kapu la habari, na shukrani sana kwa kuendelea kuichagua Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Na sasa ni wakati wake Nuhu Stima kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Watu zaidi ya 60 wakiwemo watoto 9 wameuawa nchini Sudani kufuatia wiki mbili za mapigano makali ambayo ni sehemu ya vita vilivyoikumba nchi hiyo tangu mwaka 2023. Hayo ni kulingana na mtandao wa madaktari wa Sudan ambao unafuatilia idadi ya waathiriwa wa mzozo huo, ulioeleza kuwa mapigano hayo yalizuka mapema mwezi huu katika mji wa Kauda kusini mwa Kordofan kati ya kabila la Otoro na vikosi vya kundi la waasi la SPLMN linaloshirikiana na RSF. Vita vya Sudani ambavyo sasa vipo katika mwaka wake wa 4 vimepelekea nchi hiyo kugawika, ambapo jeshi linadhibiti maeneo ya kaskazini, mashariki na kati yenye mabomba na makampuni ya kusafisha mafuta, huku kundi la RSF na washirika wake wakidhibiti eneo la magharibi mwa Darfur na Kordofan, maeneo yenye utajiri wa mafuta na migodi ya dhahabu. Maelfu ya watu wamelazimika kuyahama makazi yao kutokana na vita hivyo, huku wengine wakiendelea kutaabika kwa baa la njaa kali pamoja na magonjwa ya utapiamlo. Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan vilianza tangu mwaka 2023 licha ya jitihada mbalimbali zilizofanywa na Umoja wa Mataifa kumaliza mgogoro huo, lakini hawajafikia mwafaka wa kumaliza vita hivyo. Kwingineko, Uturuki imeondoa vizuizi vya moja kwa moja vya kibiashara na Armenia, ikiwa ni ishara ya kuimarika kwa uhusiano kati ya maadui hao wa muda mrefu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki, Onjuke Çeli, amesema kupitia mtandao wa kijamii wa X kwamba mchakato wa kiufundi kwa ajili ya kufungua mpaka huo unaendelea. Chini ya makubaliano hayo mapya, bidhaa kutoka Uturuki na Armenia kupitia nchi tatu huenda sasa zikaanza kuingizwa kwenye mataifa hayo moja kwa moja kupitia mpakani, kwa kuwa kizuizi cha upitishaji wa bidhaa kitaondolewa. Mataifa hayo mawili hayana uhusiano rasmi na mpaka unaowatenganisha uliokuwa umefungwa tangu miaka ya 1990. Uhusiano baina ya majirani hao ulitiwa doa na mivutano ya kihistoria pamoja na ushirikiano wa Uturuki na Azerbaijan, hali iliyopelekea kukatika uhusiano wao kwa kipindi kirefu. Baadhi ya wataalamu wa masuala ya uchumi na diplomasia wamesema kurejelea kwa uhusiano huo ni fursa muhimu kwa mataifa hayo kukuza uchumi wao pamoja na mataifa mengine. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, Rais wa China Xi Jinping ametoa wito kwa nchi yake na nchi ya Marekani kushirikiana kama washirika badala ya kuwa wapinzani, akisisitiza haja ya utulivu katika uhusiano wa mataifa hayo mawili yenye ushawishi mkubwa duniani. Akizungumza katika hotuba ya ufuatiliaji, Xi amesema dunia nzima inafuatilia mazungumzo yao, akibainisha kuwa mabadiliko makubwa ya kimataifa yasiyo ya kawaida yanaendelea kwa kasi na hali ya kimataifa iko katika mzunguko wa mabadiliko na misukosuko. Aliongeza kuwa dunia imefika katika njia panda mpya, akihoji kuwa iwapo China na Marekani zinaweza kuepuka kile kinachoitwa mtego wa Thucydides na badala yake kuanzisha mfumo mpya wa mahusiano unaoweza kuleta utulivu wa kimataifa. Xi amehoji pia iwapo mataifa hayo mawili yanaweza kushirikiana na kukabiliana na changamoto za dunia na kujenga mustakabali bora wa mahusiano yao kwa maslahi ya watu wao na binadamu kwa ujumla. Pia amewapongeza Marekani na Rais Donald Trump kwa kuadhimisha miaka 250 ya uhuru, akisema nchi hizo mbili zina maslahi mengi yanayofanana kuliko tofauti. Na huu ndio mwisho wa habari za kimataifa kutoka Mahasin TV. Msomaji wako ni mimi Nuhu Stima. Na mtazamaji, ndivyo ambavyo anaondoka hivyo Nuhu Stima kwa upande wa habari za kimataifa. Mtazamaji, kabla sipeza kuweka utuo na kuhitimisha kapu la habari kwa siku ya leo, tuangazie mukhtasari miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo leo hii. Serikali yaendelea na mikakati kuboresha uwanja wa ndege wa Mwanza.
Waislamu mjini Babati mkoani Manyara waomba wadau kuwaongezea nguvu kukamilisha ujenzi wa msikiti wa mkoa. Ile habari za kimataifa, watu zaidi ya 60 wakiwemo watoto wameuawa nchini Sudan katika wiki mbili za mapigano makali. Naam, mtazamaji wa Mahasin TV, kwa nukta hiyo ndio tamati ya kapu la habari kwa siku ya leo. Kwa taarifa yetu nyingine ya habari usikose kuungana nasi hapo kesho insha Allah, muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wale wote ulikuwa nami Rajab Shaban Matuga, nikutakia utazamaji mzuri kwa vipindi mbalimbali vinavyofuata kutoka hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu na kuacha na utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kama ambavyo unaletwa kwenu na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni na kwaherini kwa sasa. Uhari gani, karibu katika utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu mkoa wa Kagera pamoja na Mara kunatarajiwa na hali ya ngurumo za radi katika maeneo machache. Hili hali mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Pwani kwa maeneo machache yanatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi, huku sehemu nyingine za nchi zikitarajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Kwa siku ya kesho, upepo kwa ujumla unatarajiwa kuendelea kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi, na viashiria vya mvua vinaonekana kupungua zaidi katika maeneo ya magharibi kuelekea sehemu za kusini mwa nchi, japo vinaonekana kwa kiasi kidogo katika maeneo ya mwambao pwani yetu Bara Hindi pamoja na sehemu za ukanda wa Ziwa Victoria. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu mkoa wa Kagera, Geita pamoja na Mara kuna hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua, ili hali mikoa iliyopo maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki kuna hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mwambao wote wa pwani yetu ya Bahari ya Hindi yakijumuisha na mkoa wa Morogoro kuna hali ya mvua japo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi zikitarajiwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam linatarajiwa na hali ya mvua pamoja na hali ya mvua nyepesi kwa maeneo machache. Kwa upande wa mkoa wa Dodoma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mkoa wa Mwanza unatarajiwa na hali ya vipindi vya jua pamoja na mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Mbeya ukitarajiwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Kwa upande wa mkoa wa Kilimanjaro unatarajiwa na hali ya mvua nyepesi pamoja na vipindi virefu vya jua. Morogoro kutakuwa na hali ya mvua nyepesi kwa maeneo machache na vipindi vya jua. Arusha kutakuwa na hali ya mvua nyepesi pamoja na hali ya ukavu. Nikushukuru kwa usikivu wako na nikutakie wakati mwema. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.